wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini wanafanya kikao cha faragha na Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba katika juhudi ya kutafuta suluhu ya mgomo wa wahadhiri ambao leo unaingia siku yake ya 51. Kikao hicho cha faragha ambacho kilitarajiwa kukamilika saa 5 asubuhi kimeendelea kwa muda sasa, huku wasiwasi ukizidi miongoni mwa wazazi na wanafunzi wa vyuoni. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa masuala ya elimu Andrin Kilemi kwa mengi zaidi. Andrin, ni yepi yanatarajiwa upande huo kuhusiana na mgomo huu wa wahadhiri? Na asante sana Josh Onsare, bila shaka ninakupata kwa njilo safi kabisa mbashara kutoka hapa katika jumba la Jogoo, ambapo wanahabari wamekuwa wakipiga kambi kwa takriban saa 3 sasa wakisubiri tu mkutano ambao unafanyika ndani hapa na Waziri wa Elimu Julius Ogamba na vile viongozi wa vyama vya wahadhiri UWASU na KUSU katika ile harakati ya kutafuta suluhu ya mgomo ambao sasa umedumu kwa takriban siku 49 na si 51 kama ulivyotaja awali. Lakini kile ambacho kinajitokeza hapa ni kwamba jana katika bunge la kitaifa, wakati ambapo Waziri wa Elimu Julius Ogamba, Waziri wa Fedha John Mbadi pamoja na viongozi wa vyama hivi UWASU na KUSU walipofika mbele ya kamati ya elimu bungeni, kulikuwa na matumaini kwamba huenda mgomo huo ukasitishwa hii leo. Sasa hatujui ni kipi ambacho kinaendelea hapa ndani, lakini tunasubiri tu kuona iwapo kweli mgomo wenyewe utasitishwa. Kumbuka serikali inataja kwamba kwa sasa inaweza tu kutoa 50% ya fedha ambazo zinadaiwa na vyama vya wahadhiri nchini, ambazo ni shilingi bilioni 7.9, lakini kwa upande wake wahadhiri wanataja kwamba wanahitaji 80% kwa sasa. Hivyo basi ni hali ya kusubiri tu kuona iwapo wanafunzi watapata nafuu. Kumbuka ni mgomo ambao unawaathiri wanafunzi wa vyuoni, vile wazazi ambao wanalazimika kutoa pesa zaidi ili kuwakimu wanafunzi hawa shuleni. Kumbuka kuna baadhi ya vyuo ambavyo tayari vimewaambia wanafunzi wao kwamba watakuwa wakirejea nyumbani kwa sababu ya mgomo huu ambao umedumu kwa zaidi ya miezi 2 sasa. Itakumbukwa kuwa pia wahadhiri ambao walishiriki kwenye mgomo, baadhi yao walipatiwa zile barua ambazo kwa Kiingereza tunasema ni show cause letters, lakini hapo jana wabunge walishinikiza serikali kwamba waweze kuondoa barua hizo mara moja ili kuwaruhusu wahadhiri hawa kurejea madarasani na kuweza kuendeleza elimu kama ilivyotarajiwa. Kwa sasa Josh, kile ambacho tunaweza kukueleza ni kwamba tunasubiri tu mkutano wa faragha ambao umekuwa ukifanyika hapa kukamilika baina ya Wizara ya Elimu na viongozi wa vyama vya wahadhiri. Kwa hivyo wakati wowote kutoka sasa, iwapo mkutano huo utakamilika, bila shaka tutakuwa tunahakikisha kwamba tunawajuza watazamaji wetu kuhusiana na mustakabali wa elimu ya juu, iwapo wanafunzi watakuwa wakirejea vyuoni au watasalia nyumbani kwa muda zaidi. Josh?